la marekebisho ya katiba ambalo ni mojawapo ya ahadi ya Chama cha Mapinduzi kupitia ibara ya 47 kifungu kidogo cha pili cha ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025, Mheshimiwa Rais alisisitiza kuwa serikali itafanyia kazi swala hili kwa kuanza na kuunda tume huru ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu na kufuatiwa na kuunda tume ya usuluhishi na maelewano na kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na upatanishi. Ninapenda kulitaarifu bunge lako tukufu kwamba serikali imejipanga kikamilifu kutekeleza vipaumbele vyote vilivyoainishwa. Serikali imeainisha maeneo mbalimbali ya utekelezaji na kupanga mpango kazi wa utekelezaji wa muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu, na tayari utekelezaji wake umeshaanza kutekelezwa kwenye maeneo kadhaa. Hivi sasa serikali kupitia wizara za kisekta imeanza kutoa taarifa kwa umma kuhusu hatua mbalimbali za utekelezaji na zilizokamilika zinazohusiana na ahadi za Mheshimiwa Rais za siku 100 baada ya kuunda serikali ya awamu ya 6 kwa kipindi cha pili. Nitumie fursa hii, Mheshimiwa Naibu Spika, kuwashukuru sana na kuwapongeza sana Watanzania wote kwa kuendelea kudumisha amani, utulivu na mshikamano wa kitaifa ambao ni tunu adhimu ya nchi yetu. Amani tulionayo ni matokeo ya kuheshimiana, kuzingatia misingi ya haki, wajibu na kila mmoja wetu kutimiza wajibu wake kwa wajibu wa katiba kama ambavyo umeelezewa kwenye katiba, sheria na mila zetu. Ni muhimu tukaendelea kukumbushana kwamba haki na wajibu ni pande mbili za sarafu moja. Hakuna haki bila wajibu, na hivyo basi ni wajibu wa kila Mtanzania kulinda amani yetu kwa vitendo na kuheshimu sheria, kuvumiliana, kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, ninawaomba waheshimiwa wabunge wote wa vyama vyote kutumia fursa hii adhimu kutoa michango yao itakayosaidia serikali katika utekelezaji wa mambo mbalimbali yaliyoainishwa katika hotuba ya Mheshimiwa Rais. Pamoja na ukweli kwamba tayari utekelezaji wa mambo mbalimbali umeshaanza, wito wangu kwenu ni kuwa hotuba hii ichochee mjadala utakaoibua mawazo mapya na mikakati mipya ya kutuwezesha kubadilisha maisha ya wananchi. Ninapenda kuwathibitishia waheshimiwa wabunge wote kwamba michango yenu itaheshimiwa, itathaminiwa na itafanyiwa kazi kikamilifu.